radhi kupoteza nafasi yangu, lakini kamwe sitakuwa tayari kuona amani ya taifa hili inavunjika. Dhamana niliyopewa ni kwa sababu yenu nyinyi wazee. Maombi yenu na makuzi yenu na malezi yenu ni babu zangu, nyinyi ni wazazi wangu. Mmetulea ili tulisimamie taifa hili, ili haya yote aliyoyasema kwenye risala mzee Tano myapate. Mtayapataje kama kuna vita? Huku mabomu yanapigwa, huku risasi zinapigwa, mtapataje huduma za afya? Mtapataje bima, wazee wangu? Mtapataje chakula? Sisi vijana ambao tunataka kuvuruga amani, ikitokea balaa hapa, mzee wangu, tutakimbia kwa sababu tuna nguvu za kukimbia. Wewe mzee Tano utakimbilia wapi? Tusiharibu amani ya taifa letu. Na ndio maana mimi nimesema, na hata jana bungeni nilisema, sikukosea, nina akili timamu na nimesoma vya kutosha. Hata wale wanaosema leo wanaharakati wapo, mmewasikia. Wapo wanasiasa ambao wanasema mmewasikia. Nimezuia vyama vyote vya siasa katika kipindi hiki chenye matishio, hata CCM chama changu nimezuia. Sasa ubaguzi unatoka wapi? Katiba hii tunayo, tena katiba hii nimeisoma kwa miaka yote, shuleni nimesoma. Sasa leo eti kuna mtu hapo amekiuka katiba. Nani amesema tunavunja katiba? Hali na matishio ya amani na usalama yapo pale. Hivi kama wewe ni haki yako kwenda kanisani, nje pale simba wamezunguka, utasema kwa sababu naenda kwa Mwenyezi Mungu niende tu? Kwa sababu leo ni siku ya Jumapili, leo ni Ijumaa, umeona kuna simba wako tishio, wanaunguruma huku na kule. Badala ya kufanya utaratibu wa kuwakabili simba wanaotaka kutafuna watu, unasema lazima niende msikitini hata kama ni haki yako. Ni busara hiyo? Taifa letu leo mmesikia kila mahali inaelezwa vijana wachache, kundi la watu wachache wadogo ambao wanatamani, na nilisema hivi, wanatamani madaraka kwa kutumia nguvu, wanatamani madaraka kwa kuhongwa vifedha ili waumize Watanzania, wapeleke klipu za video, hawajafa watoto wao, Watanzania wamekufa, wao waje kupewa madaraka kwa mabavu. Nimesema hapana, kama ni cheo na kiende, Tanzania sitaiacha ikiwa kwenye damu. Kama ni maisha yangu, niko tayari niyapoteze maisha yangu, lakini msimamo wangu nasema Tanzania lazima ibaki salama. Sitamchekea mtu yoyote. Niko radhi, narudia tena, niko radhi kupoteza maisha yangu au cheo changu, potelea mbali, lakini Tanzania lazima ibaki salama. Hawa wazee tutawapeleka wapi tukianza kupigana Tanzania? Hivi mmemsikiliza hata mkimbizi mmoja wa Burundi anaowaeleza? Hawa wazee wataenda wapi? Hivi watoto tutawapeleka wapi? Wakina mama mnaweza kukimbia vita hii ikitokea hapa? Tuko leo kwa ndoto, una uwezo wa kukimbia hata kilomita 10. Watoto wa kubeba mgongoni tunaweza tukawakimbiza, tutawapeleka wapi? Yaani leo mataifa ya jirani waliokimbia wakawa wakimbizi hapa kwetu, sisi Tanzania leo tukimbie kwenda kuwa wakimbizi nchi jirani? Abadani butawa hapa Katambi, nasema haitawezekana. Hizo sheria wanazosema ndio tumezisoma sisi ndani na nje ya nchi. Katika misingi ya utawala wa sheria, ndugu zangu, asikudanganye mtu, utawala wa sheria ndio tumekubaliana. Tuna katiba sisi wa Tanzania. Hii katiba kwenye ibara ya 30, wazee wangu, inasema haki zote za binadamu zitazingatiwa. Lakini kwenye ibara ya 30, kwenye haki zilizoelezwa, kama haki yako wewe Katambi utataka uifanye, lakini haki yako uitekeleze kwa kuvunja haki za wengine walio wengi, haki hiyo haitakuwa haki. Kwenye mazingira ambayo unalazimisha, kwa mfano utawala wa sheria, principles zinaeleweka. Moja ya principle ya utawala wa sheria inataka supremacy of the law. Supremacy of the law ni lugha yetu ya Kisukuma hapa, inamaanisha utawala wa sheria. Kwenye rule of law, ili uweze kujua nchi ina rule of law, vipimo vyake namba 1 ni supremacy of the law. Utawala, hiyo sheria inatawala.
asionekane mkubwa wala mdogo, sheria itawale na sheria iwe msumeno. Na ndio maana hapa tumezuia vyama vyote, hata chama tawala. Ndio maana ya sheria msumeno, na ndio maana tuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasimamia nini? Utawala wa sheria. Na tumezuia kwa sababu gani? Kwa sababu ya hayo yanayotishiwa, ili watu wabaki salama. Watu wa Tanzania hii ni muhimu, wazee wa taifa hili ni muhimu, watoto wa taifa hili ni muhimu, lakini pia wagonjwa wa taifa hili na watu wenye ulemavu na wengine ambao hawawezi kukimbia machafuko wanayotaka ni muhimu kuliko chama chochote cha siasa. Lakini pia kigezo kingine cha pili ni equality before the law, ambao ni usawa mbele ya sheria. Sasa tukisema usawa mbele ya sheria, sio eti mtu mmoja aone yeye yuko juu ya sheria. Usawa yaani huyu sheria mtendee tofauti na huyu, hakuna kitu kama hicho. Usawa mbele ya sheria, watu wote ni sawa mbele ya nini? Ya sheria, na wanastahili haki, kutunzwa, kuhifadhiwa na kulindwa na serikali yao. Na huu ndio ulinzi na utaratibu nilioutoa, ili kila mtu abaki salama. Lakini vivyo hivyo inahitaji pia kuonyesha kuna utawala wa sheria. Tunahitaji kuwa na independence of judiciary, uhuru wa nini? Wa mahakama. Mahakama inapofanya maamuzi yake isiingiliwe na serikali wala mtu mwingine yoyote. Tumeacha walio na kesi zao mahakamani, mahakama ifanyeje? Iendelee. Lakini kuna mtu mmoja, Bwana Ngoswe, yeye anataka yeye awe juu ya sheria. Mimi ndo nini? Kakundi ka watu wachache. Ngoswe yeye ni maalum na kakundi ka watu wachache zidi ya Watanzania milioni 60. Nani amekwambia wote hawa ni wanasiasa? Tanzania tuko milioni 61 kwenye sensa 2002, tunaelekea milioni 65. Sasa milioni 65, chama fulani hakifikishi hata hao watu milioni 1 hawafiki. Alafu tukipe haki ya kuvuruga amani na kufanya vurugu ambazo zitapelekea kuumiza watu milioni 61. Ibara ya 30 ya katiba inakataa. Sheria nyingine zinazozingatia misingi ya haki za binadamu ikiwemo mikataba ya kimataifa inakataa. Mkataba wa haki za binadamu na watu wa Afrika unakataa kwamba haki za wengi lazima zilindwe na kuheshimiwa na serikali, na ndiyo maana tunazilinda. Tutazilinda kwa wivu mkubwa. Hamuonewi mtu wala hapendelewi mtu wala mtu mtafuti mtu yoyote hapa. Kwanza hatuna hata wa kututisha. Tunayasimamia haya wazee wangu kwa sababu tunatamani haya yote mlioyasema kwenye risala, nitawaambia kwenye hatua ya baadaye kwamba taifa letu lazima libaki salama. Amani kwanza. Hakuna maendeleo bila amani. Nani anaweza kwenda shambani kuna vita? Nani anaweza kwenda msikitini kuna vita? Nani anaenda kanisani kuna vita? Nani anaweza kukusanyika kwenye mkutano wa hadhara kuna vita? Nani anayeweza leo kusema kwamba anaenda benki kuangalia fedha kuna vita? Hakuna chochote kitaendelea. Hakuna. Daktari mwenyewe tunaye, daktari wetu bingwa hapa Eno, mpigieni makofi daktari yule pale. Lakini kama kuna vita tutampata huyo? Mtamuona? Haiwezekani. Msingi mwingine ni protection of people's rights. Kulinda haki za watu. Kulinda haki za watu ni pamoja na kuheshimu haki za wengine. Kikundi kimoja au viwili vinapotishia au kuna changamoto, ziangaliwe haki za walio wengi. Kwa hiyo kusema misingi ya kisheria ipo mingi. Tutasoma juzuu za kisheria nyingi mno. Kwa Tanzania tu tuna juzuu za sheria ambazo nazijua zote 438. Kwa hiyo wazee wangu, nilikuja hapa kuja kufanya shughuli hii, lakini nilitaka kuhakikishia pia jukumu ambalo mmenipa kulinda jimbo hili la Shinyanga na kulinda taifa kwa dhamana tuliopewa na Mheshimiwa Rais, tunaliweza. Tutamsaidia rais wetu mliyemwamini kulinda Tanzania na itakuwa salama kwa wakati wote. Kila mtu